Yesu na asifiwe sana. Leo nataka nikufundishe mifumo ya mafanikio ya kimungu, yani kibiblia. Mungu aliweka mifumo miwili ya mafanikio kwa sababu Mungu anapenda tufanikiwe sana. Mungu anapenda tuwe watu wenye kipato kizuri na tubarikiwe, tufanikiwe, tuwe matajiri. Okay. Nikaa naangalia mfumo wa kwanza aliuweka kwenye Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Tunamwona Paulo anawaambia Wathesalonike ya kwamba asiyefanya kazi na asile. Asiyefanya kazi na asile. Nikagundua kwamba mfumo wa kwanza wa mafanikio, mfumo wa kwanza ambao Mungu ametupa sisi ni kufanya kazi ili ule. Lakini sicho ambacho yani Mungu alituumbia kwacho. Hatukuumbiwa ili tuishi maisha ya kufanya, yani ya kula baada ya kufanya kazi. Revo ya kufanya kazi ili ule, yani ili upate chakula mpaka ufanye kazi, manake zile kazi ngumu, nzito na nini, hiyo ni revo ya kwanza. Ni revo ya kwanza ya mafanikio, yani ni kama mwanzo wa mafanikio ya mtu. Manake mtu yeyote yule akitaka kuelekea mafanikio, mafanikio huwa anaanzia kwenye stage ya kwanza inayoitwa fanya kazi ili ule. Lakini Mungu ambacho hataki tuishie kwenye hii stage. Tatizo la watu wengi ni kwamba tumesha kalili ya kwamba Biblia imesema ili tule lazima tufanye kazi. Lakini kuna stage ya pili baada ya kutoka stage ya kwanza. Yani hii stage ya kula ili ni mpaka umefanya kazi, hii ni stage ya kwanza. Na Mungu hakutuumba tuishie kwenye hii stage. Maana hii ni stage ya kila mtu, ya watu wote. Lakini hii sio stage ya matajiri. Nikagundua kuwa stage ya matajiri ni ile inayopatikana katika Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 28. Biblia imesema kwamba Bwana Mungu akawabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkatawale samaki wa baharini. Hiyo ndio revo ya mafanikio au revo ya utajiri kibiblia. Manake Mungu anachokihitaji kwetu ni kwamba tutoke kwenye stage ile ya Mungu anataka tutoke kwenye stage ya kuishi kwa kutegemea ili tule ni mpaka tufanye kazi. Mungu anataka tufike hatua ya kutawala. So stage ya kutawala inapatikanaje? Mungu anachokihitaji, anahitaji tufike hatua tuanze kumiliki vitu ambavyo hata sisi tusipokuwepo tunapata fedha. Na hii ndio revu ya mafanikio ya mtu yani mtu yote unasikia ametajirika au amefanikiwa ni mtu aliyefika stage ya fedha inamtumikia yeye, sio yeye anaitumikia fedha. Maanake hata yeye asipokuwepo bado fedha itaingia kwake. Maanake tunachokihitaji ni kutengeneza mifumo ambayo itatusaidia au itatufanya hata sisi tusipokuwepo fedha inaingia. Mfano, nichukulie matajiri ambao tunawasikia kina Baresa na matajiri wengi wa duniani. Wale watu hata kama akisema nikae nyumbani mwezi mzima, sio kama atafilisika, kwa sababu ameshatengeneza mifumo ambayo inamsaidia hata yeye asipokuwepo bado fedha kwake haikati. Maanake tunahitaji kutoka kwenye revo ya kutegemea ili tule ni mpaka tufanye nini? Kazi. Tufike hatua ya utawala. Tufike hatua kwamba hata nisipofanya kazi bado ninakula. Na ili ufike hatua hiyo ni lazima ufike stage ya kutengeneza mifumo ambayo itakufanya hata wewe usipokuwepo uingie upate fedha. Na hii mifumo inapatikanaje? Mifumo inatengenezaje? Matajiri wote
huwa ni watu ambao wamejikita kwenye vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, hakuna matajiri ambao wamejikita, yani ambao wanategemea wafanye biashara ndio awe tajiri. Matajiri ni wale ambao wamefika stage ya kufika hatua ya kuwekeza, yani kufanya uwekezaji, yani manake wanamiliki watu. Maanake ukiishia kwenye stage ya kufanya kazi ili ndio upate chakula, utaishia kufanyia kazi watu wengine, utaishia kufanyia kazi watu na sio wewe ufanyiwe kazi. Mungu my friend ametuma tutawale, ametuumba tutawale, sio tutawaliwe. Maanake kama bado akili yako una mpango mpaka unakufa unafanyia kazi mtu, unafanyia kazi serikali, unafanyia kazi kampuni fulani, yani unaajiriwa, manake wewe umefika umeingia umeingia miongoni mwa wale ambao Mungu amesema mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wewe ukiwemo. Kwa na wewe unaingia kwenye kutawaliwa, wakati Mungu amesema tutawale vitu, sio tutawale watu. Sisi hatukumba kutawaliwa. Maana ukiona bado unaofahamu kama mimi mpaka nazeeka nitaishia tu kutumikia watu, hautafuti maarifa ya kukutengeneza na wewe ufike hatua ya kuanza kumiliki vitu, my friend, utakufa unatawaliwa. Utakuwa miongoni mwa watawaliwa wakati wewe umeumbwa ili utawale. My friend, mimi ni mhubiri ambaye ninaamini sana katika mafanikio. Yaani mimi sitakuhubiri tu injili kwamba okoka njoo kwa Yesu, baada ya kukaa kwa Yesu ukae tu starehe. No. Mimi huwa ninatamani mtu ambaye yupo kwa Yesu asiwe na maisha mabaya. Hakuna kitu kinaniuma mimi kama kuona warokole ndio watu mwenye maisha mazito mabaya ya ovyo. Mimi naniumaga sana. So ndio maana ninatafuta sana kujitoa kwenye kitu. Tumekuzwa mazingira ambayo tunaamini kuwa na fedha ni chanzo cha uovu. Mimi nilishatoka kwenye hiyo level. Mimi ninaamini sana katika mafanikio. Mimi ninaamini katika utajiri. Mimi ninaamini katika kuwa na fedha nyingi, na nitakuwa nazo katika jina la Yesu. So ninatafuta maarifa, ninafanya kazi, ninapiga injili, vyote kwa pamoja. Sitaki mimi kufika hatua kumlemea Mungu, yani ili uandae kitu ufanye kazi ya Mungu mpaka unahaso unawaza ninafanyaje nipate pesa. My friend, ukibadilisha ufahamu kuhusu mafanikio utafanikiwa. Mimi nimeshabadilisha. God bless you.